Kwa jina naitwa Mwalimu Makoye Masala Makoyelwa, ni kiongozi wa wilaya kupitia uwakilishi wa shule za msingi. Niko maeneo haya katika ukumbi huu wa Kanisa Katoliki kushiriki uchaguzi wa kuwachagua viongozi wa mkoa wetu wa Geita. Ndugu mwandishi wa habari, pamoja na ushiriki wa kuchagua viongozi wa mkoa, wako walimu wenzetu kwa mfano wa manispaa ya Geita, wao muda wao wa kazi unaishia saa 8 mchana. Lakini katika mazingira ya vijijini tumekuwa tukienda hadi saa 10:30, 11. Tofauti huu umekuwa ukileta changamoto hasa katika zoezi la ufundishaji. Tunapowafundisha watoto kuanzia asubuhi mpaka saa 6 na baadaye wanaondoka kurudi majumbani, mahudhurio ya mchana yamekuwa ni hafifu sana, zoezi ambalo limekuwa likififisha maendeleo yetu ya ufundishaji na ujifunzaji kwa watoto. Na hii sababu imekuwa ikipelekea matokeo yetu kutokuwa mazuri sana, licha jitihada kubwa ambazo tunazifanya sisi walimu kwa kushirikiana na viongozi wetu wa ngazi ya wilaya, maafisa elimu, maafisa taaluma na wengine. Kwa hiyo tulikuwa na ombi la kipekee kabisa kwamba walau muda wa kutoka kazini uwe ni huo wa kuishia majira ya saa 8 kama ambavyo wenzetu wa Geita manispaa wanafanya hivyo. Asante sana. Mwalimu, nusu saa inawaathiri vipi nyewe walimu? Issue sio nusu saa. Issue ni namna ya kuwasogeza watoto. Maana tumekuwa nao asubuhi mpaka saa 6 na baadaye wanaondoka kwenda kupata vyakula majumbani kwao. Kumbuka hawa watoto wanaishi mazingira ya vijijini na wengine wanatoka eneo la shule kufika nyumbani kwao ni zaidi ya kilomita 2, kilomita 3. Kwa hiyo watembee kilomita hizo wakapate chakula, baadaye arudi shuleni. Kweli wengine wamekuwa mahudhurio ya mchana kama ninavyosema yamekuwa ni hafifu sana, ndugu mwandishi wa habari. Kwa hiyo kuathirika kwetu hatupimi kwa nusu saa, bali tunapima kwa namna ambavyo watoto walio wengi wanashindwa kurejea shuleni kupata masomo ya vipindi ambavyo vinakuwa vimebakia vya mchana. Mkibiti Frenki, mwenyekiti wa chama cha walimu wilaya ya Chato. Kwa kweli kuhusu swala la masaa ya kazi imekuwa changamoto kubwa sasa kwa takribani miaka 10 na kipindi chote hichi kabla ya hapo tulikuwa tukifika kazini mida ya kwanza kazi saa 2 kamili na kutoka saa 8:30. Lakini baadaye utaratibu ulibadilishwa na ofisi ya Raio na kulazimishwa kuanza kufundisha kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 10:30. Swala hili lina changamoto kutokana na jiografia ya mazingira ya halmashauri zetu. Kwa hivyo kwa sababu hii changamoto hii inasababisha wanafunzi wengi kutokwenda kupata chakula mchana sababu wanakaa mbali. Hivyo wanafunzi ambao wakifika nyumbani kwao wazazi wameenda mashambani, chakula kinakuwa kiko tayari. Wengi wanalazimika kubaki shuleni na walimu wanabaki shuleni. Matokeo yake ni kwamba walimu wenye njaa wanawafundisha wanafunzi wenye njaa, na hii inasababisha matokeo yanakuwa mabaya. Kwa kuzingatia kanuni za utumishi wa umma, kwa kawaida muda wa masaa ya kazi huwa ni masaa 9, masaa 8:30. Ofisi za serikali zinaanza saa 2 kamili mpaka saa 9:30. Kwa sisi walimu tunafanya kazi muda wa Ninaomba kuwasilisha maombi yafuatayo. Moja, walimu wa mkoa wa Geita bado wanayo morali ya kufundisha watoto wetu. Hivyo kamati iliyoundwa na baraza la mkoa na tarehe 22 mwezi wa 4 2025 kwa niaba ya mkutano mkuu wa CWT ili kupata ufumbuzi wa suala la muda kutoka kazini, tunaomba lisikilizwe na kutoa matokeo chanya, maana walimu wetu wanalalamikia hiyo. Aidha, suala la ufundishaji wakati wa likizo nalo litazamwa upya. Kutoka saa 8:30 saa 10:30 na saa 8:30 tayari ilishafika mpaka ofisini kwetu, tulishakijadili, tulishatafutia ufafanuzi zaidi kwenye wizara ya sekta, na kama walivyosema baada ya Mei Mosi ile task force ndogo iliyoiunda, sisi kama ofisi ya katibu tawala tuko tayari kukaa nao kuzungumza ili jambo hili liende.